Leo asubuhi nimetoka Kisumu. President William Ruto alikuwa na mwenzake President Yoweri Kaguta Museveni kutoka Uganda. Wamezindua sasa ile reli, standard gauge railway, ile sasa itatoka Kisumu, ipite humu Vihiga, ielekee mpaka kule Malaba kwa Busia border na Kakamega. Na maana ya reli, kitu kimuhimu sana kwa reli, kwa sababu tumezindua ile ya Mombasa hadi Naivasha. Thursday tulikuwa kwa kuzindua kutoka Narok Suswa hadi Kisumu. Na leo President wa Kenya na Uganda nao wamezindua ile ya kuelekea mpaka Uganda. Na Museveni naye anasema kule kwake anaelekeza kwa mpaka wa DRC. Na hatimaye ipitie Rwanda mpaka ifike DRC. Na kule kwingine tunataka pia hiyo na branch nyingine ambayo inaweza enda mpaka South Sudan. Hata kule Lapset tutajenga nyingine kutoka Lamu mpaka kule. Hii ni kuonyesha kwamba tunataka integration ya kiuchumi katika taifa letu na katika bara la Afrika. Kwa hivyo hatutaki kujenga reli iwe ya watalii peke yake. Umuhimu wa reli ni kuhakikisha kwamba inabeba bidhaa ama mazao ya wananchi. Kwa hivyo nafasi nzuri inakuja ambayo tunataka wakulima katika eneo hii ya magharibi kwa jumla. Nikisema magharibi nasema Western Kenya, yani to combine Nyanza, Rift Valley kuelekea paka upande ule mwingine, the whole zone. Tunataka uchumi wetu ubadilike, na hii reli ikishajengwa itakuwa ikibeba tani 4,000 tons of cargo kwa trip moja. Yani ikivuta inafuta 4,000 metric tons. Hizo tons haziwezi jaa kama sisi hatutakuwa na ukulima maarufu. Hizo tons hazitajaa kama hatupandi avocado. Hizo tons haziwezi kutosha ikiwa hatutakuwa na mapera na mambo mengine na mimea mengine ambayo itaenda kwa hizo train. Kwa hivyo hiyo economy itafunguka. Hata kama ni miti, we can only have even wagons that can ferry proper timber wakati huo ikiwa tumepanda miti. So we must prepare ourselves to benefit from this economy. Na wewe kumbuka sasa, lori hii train hizo 4,000 tons ni kama lori 200 kwa siku ambazo zimebeba 20 foot container. Ile 20 foot container wewe weka hiyo kwa barabara, kila siku lori 200 na 20 foot container itakuwa ikipita ikitoka sehemu hii ikielekea kule Nairobi hadi Mombasa for export. Kwa hivyo tumekuwa tukilia katika eneo hii kwamba because of lack of proper infrastructure we have not been benefiting economically. This is the time we must prepare for it so that we can harvest from these infrastructure projects ambazo zinakuja katika sehemu hii.